Yes, hello, it is me again, kaka wa madhabahuni, wengine wanapenda kuniita Apostle Alex. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wa majeshi mahali ulipo. Na imani mzima, na imani una afya. Ninamtukuza Mungu kwa ajili yako, na nikisema asante Mungu kwa ajili ya mtu huyu ambaye anapenda kufuatilia vipindi vya mahali hapa kwa ajili ya kujifunza. Ifahamike tu, waliofanikiwa ni wale watu ambao ndani yao niliishi neno, lakini waliokuwa watumwa wa watu ni wale ambao ndani yao halikuishi neno, bali ziliishi shida zao, yaliishi mateso yao. Walikuwa wakisumbuka hapa na pale ili kutafuta msaada wa kuponya mioyo yao, lakini mioyo yao haikufunguliwa, bado walibakia na maumivu. Lakini ubarikiwe wewe ambaye unapenda sana kusikiliza neno, ili lile neno likae ndani yako. Neno likikaa ndani yako, basi mapito unayopitia utaona very easy. Kwa nini utaona very easy? Kwa sababu neno litakupa nguvu ya kuweza kushinda yale mapito yako. Basi ninamshukuru Mungu kwa ajili yako pia. Barikiwa na Mungu akubariki sana. Basi kama haujasubscribe channel yetu, unaweza ukadondosha hapo subscribe yako mapema sana, ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu mahali hapa. Sasa katika ile milango 7 ambayo tulikuwa tumezungumza, kila mtu katika dunia hii ama kila mwanadamu katika dunia hii amepewa milango 7. Hiyo milango 7 kwa ajili ya kupokea, na hiyo milango 7 kwa ajili ya kutoa kile alicho nacho. Basi tulianza mlango wa kwanza ambao nilikwambia ni utosi, tukaja mlango wa pili ambao nilikwambia ni masikio, tukaja mlango wa 3 nikakwambia ni macho. Basi siku ya leo tuko katika mlango namba 4 ambao utamlika nao kwa jina la mdomo ama kinywa. Kwa lugha nyingine naweza nikasema ama ndimi yako. Sasa je, umekuwa ni mtu wa kujitamkia nini kipindi unapitia matatizo? Je, umekuwa ni mtu wa kuwaza nini kipindi unapitia shida? Umekuwa ni mtu unajitamkia nini kipindi watoto wako wamekukosea? Je, umekuwa ni mtu ukitamka nini kwa watoto wako kipindi wamekukosea? Maana kuna kipindi hasira zinakushika, unajikuta unaongea maneno mabaya juu ya watoto wako, na baadaye unaanza kusema, Mungu, hii tabia watoto wangu wameikuta wapi? Mbona Mungu sioni mkono wako? Mbona Mungu sioni rehema yako? Lakini si kana kwamba rehema ya Mungu haipo, bali kinywa chako kilifukuza rehema ya Mungu. Kumbe kuna saa nyingine kupitia mlango huu wa kinywa una uwezo wa kumfukuza Mungu direct, moja kwa moja, na kupitia mlango wa kinywa chako basi una uwezo wa kumwita Mungu direct, moja kwa moja. Ninaposoma ile Mithali 18:21, maandiko matakatifu yanapata kuniambia namna hii, yanasema, ulimi una nguvu ya kufanya hai na kuua, wanaopenda kuutumia watakula matunda yake. Maandiko matakatifu katika ile Mithali 18:21 yanapata kuniambia namna hii, yanasema ulimi una nguvu ya kufanya hai na kuua, na wanaopenda kuutumia watakula matunda yake. Wanaopenda kuutumia watakula matunda yake. Sasa kwa nini nimekwambia mlango wa 4 ni mdomo ama ulimi wako? Maandiko nasema katika ulimi kuna uwezo wa kukili uhai na kukili umauti, na wale wanaopenda kuutumia watakula matunda yake. Ifahamike kuna matunda aina mbili. Kuna matunda mema, alafu kuna matunda poli, kuna matunda yasiyofaa. Sasa kupitia ulimi wako una uwezo ukala matunda yaliyo mema maishani mwako, lakini kupitia ulimi wako unaweza ukala matunda ya machozi katika maisha yako. Na hii ndio maana watu wengi sana wamekaa na kuanza kulia kwa uchungu sana, kwa sababu wanakula matunda yale ambayo walipanda kwa ndimi zao, wanakula matunda yale ambayo walipanda kwenye maisha yao, walipanda matunda sugu, walipanda matunda ya maumivu, na leo hii wako wanakula yale matunda ambayo walioyapanda. Hauwezi ukala matunda ambayo haukupanda katika maisha yako, mtu wa Mungu. Sasa niko mahali hapa nataka nikwambie, waliobarikiwa na kuona mkono wa Mungu ni wale ambao walijua kutumia ndimi zao. Wacha nikuchukue nikupeleke katika gereza walipokuwa Paulo na Sila. Paulo na Sila walipokamatwa wakapelekwa katika gereza, kwa sababu Paulo na Sila walikuwa wakiharibu kazi
kazi za watu kwa utumishi wao. Walivyoweka gerezani, yamkini walifungwa mikono yao, yamkini walifungwa miguu yao, yamkini wakafunga mpaka gereza wakatia minyololo. Lakini hawa jamaa walipokaa wakajiuliza maswali mengi sana. Yamkini wakasema, sikiliza ndugu yangu, angalia wamefunga geti, angalia wametufunga mikono, angalia wametufunga miguu, lakini walichosahau, hawajatufunga vinywa vyetu, hawajafunga ndimi zetu, hawajafunga hii midomo yetu. Na kama hawajafunga midomo yetu, basi kupitia midomo yetu tunaweza tukafungua vifungo vyovyote kwenye maisha yetu. Hawa jamaa ndipo wakakaa, wakaanza kuimba na kumtukuza Mungu, wakaanza kusifu, wakaanza kuimba. Katika lile gereza wapo ambao walikuwa ni wengine wamekaaga, wako wanaoangaliaga Paulo tu na Sila. Yamkini wakasema, hawa jamani wapumbavu, yani wamefungwa alafu bado wanaimba. Hawa jamani vipi, wamefungwa bado wanafanya hivi? Lakini Paulo na Sila wao wawili waliamua ya kwamba kupitia ndimi zetu tuna uwezo wa kuleta matokeo. Mahali ambapo palikuwa pana kifungo, basi kupitia hizi ndimi tuna uwezo wa kufungua pingu zozote. Ndipo wakaanza kuimba. Walipoanza kuimba, wanaanza kuimba, ndipo magereza, milango ya magereza inapata kufunguka. Sasa kwa nini milango ya gereza ilipata kufunguka? Kwa sababu ndimi zao zilifanya kazi. Kumbe kupitia uwezo wa kinywa chako, kupitia uwezo wa ndimi yako, haijalishi umefungwa katika kifungo gani, haijalishi umewekwa katika sehemu gani, una uwezo wa kutoka mahali ulipo kwa kutumia ndimi yako. Lakini wengi tunapokuwa katika kifungo, tumewekwa gerezani na adui, tumewekwa sehemu ya mateso, huwa tunaambatana na adui kile anachosema. Na hapo ndipo ambapo utakuta mtu yuko ananena ya kwamba sidhani kama nitatoka, sidhani kama nitaolewa, sidhani kama nitajenga, sidhani kama nitafanya. Anaanza kujiombea na kujitabilia yeye mwenyewe, sidhani kama nitaweza. Sisi wengine hatunaga nyota. Walio na nyota ndio walioolewa, walio na nyota ndio waliozaa, walio na nyota ndio ambao wamebarikiwa, lakini wao wakabaki kujinenea mabaya. Hapo ndipo ambapo uwezo wa kumfukuza Mungu unapoanzia. Unanena nini kipindi cha matatizo yako? Nisikilize mtu wa Mungu, yani tumesadiki 100% neno la adui kulithibitisha katika maisha yetu. Adui aliposema cheki udada na kishepu chake, sidhani kama ataolewa, uliposikia lile neno, basi na wewe ukaumba tena zaidi, ukasema ni kweli, hata mama yangu hakuolewa, hata bibi yangu aliachika, dada zangu wenyewe hawajawahi kaa kwenye ndoa. Ukajitamkia laana nyingine, basi lile neno linazidi kuthibitika na linaendelea kutenda kazi kwenye maisha yako. Unajinenea nini? Nisikilize mtu wa Mungu, katika ulimi, katika kinywa chako, mabadiliko ya maisha yako yanaweza yakaanzia kupitia neno lako. Paulo na Sila walipokuwa wamefungwa, hawakuwaza tumefungwa hatuna makosa, hawakuwaza tumefungwa labda mikono yetu, hawakuwaza limefungwa gereza, wametushikia ratiba. Maana ya kufungwa ni kushikiwa ratiba na adui. Kumbuka walipokuwa gerezani, wenda walipokuwa wanataka kulala walikuwa wanaambia hakuna kulala muda huu, haiwezekani mlale, simameni. Ina maana walishikiwa ratiba. Lakini walijua wametushikia ratiba, wanatamka mambo yao kwa sababu tupo katika nafasi yao. Lakini kupitia ndimi zetu tunaweza tukabadilisha, tukarudi kwenye nafasi yetu. Nataka nikwambie, una uwezo wa kurudi kwenye nafasi yako laiti kama ukaamua kwa ndimi yako. Lakini unashindwa kurudi katika nafasi yako kwa maana unazidi kukubaliana na neno la adui. Hayuko waliofanikiwa kwa kukubaliana na neno la adui, bali waliofanikiwa ni wale walioangalia dhamiri zao ndani. Walipoziona vile dhamiri zao, wakanena sawa sawa na dhamiri zao. Haijalishi walitupwa jangwani, haijalishi waliwekwa mahali ambapo hakuna chakula, haijalishi walikuwa ni yatima, lakini waliweza kuleta matokeo kwa sababu lile neno wakalithibitisha katika vinywa vyao. Maneno bilioni 10, maneno trilioni ya wanadamu. Neno la Mungu moja linapangua maneno trilioni ya wanadamu. Kuna neno ukiliachia litaenda kuumba kwenye maisha yako, lakini umekuwa si mtu wa kuumba maneno. Ni kwa sababu moja, umekuwa ukiambatana na adui kujidhoofisha afya yako. Umekuwa ukiambatana na maneno ambayo wako wanasema kwenye maisha yako. Uko na uwezo, na hapa ndipo ambapo ninampenda Yesu. Ninataka nikwambie, neno lako liko lina nguvu. Yesu akapata kusema siku ya tatu nitafufuka. Hili ni neno anapata kusema kupitia ndimi yake. Watanipiga, wataniua, watanizika, lakini natangaza siku ya tatu nitafufuka kutoka kwa wafu. Wako waliocheka wakasema huyu naye amekuwa ni mpuuzi. Hivi kuna mtu aliwahi kufa na akafufuka? Lakini kwa sababu alitamka, alijua nguvu ya neno, akatamka. Wakasema tuone kama atapata kufufuka. Licha ya kumpeleka katika kaburi, wakasukuma jiwe kubwa wakaweka pale, ili mradi unabii wake usiweze kutimia. Kile alichonena
walichonena kisiweze kutimia, kwa sababu walijua kabisa huenda kupitia neno lake anaweza akatoka kweli. Na ndio maana wakaweka jiwe. Licha ya kuweka jiwe, walinzi wakaweka na walinzi wa kulinda kaburi. Kama akifufuka huyu ni kuteketeza kabisa. Lakini maandiko yananiambia baada ya siku 3 kufika, Magdalena na mwenzie wamefika mahali pale. Wanajiuliza swali hili, je, ni nani ambaye atatuondolea hili jiwe? Ni nani atatuondolea hili jiwe? Yuko wapi? Wamekaa wako wanajiuliza maswali haya. Jesus, malaika akalisukuma lile jiwe akalikalia. Alipolikadilia, Magdalena wanageuka pale, wanakuta kaburi liko wazi. Wanaenda kule, wanakuta hayupo. Wakasema amefufuka kama alivyosema. Come on, amefufuka kama alivyosema. Kumbe kuna nguvu ya sisi kusema, kumbe kuna nguvu ya sisi kutamka. Yamkini umejitabilia sana mambo mengi. Umesema mwakani majira kama haya nitakuwa nimeinuka kiuchumi, nitakuwa nipo kwenye ndoa yangu, nitakuwa niko katika sehemu ya burudani katika familia yangu. Lakini nataka nikwambie, wakaja maadui wakapanda neno, wakasema sizani. Kwa kipi ulichonacho mpaka mwakani uwe hivi? Kwa kipi ulichonacho ambacho kinaweza kikaleta matokeo? Waambie ni kweli, kitu nilichonacho ni hili neno. Hili neno nililonalo hili litawathibitishia mwakani. Lakini laiti kana kwamba ukisema, ukiangalia ni kweli. Unajua kinachotuumizaga sana ni mazingira ambayo tuko tunaishi. Huwa yanasadiki umaskini tulionao. Mazingira tunayotokea huwa yanasadiki kabisa wewe kuinuka ni no. Yanasadiki kabisa. Lakini nataka nikwambie, wewe Mungu ndio amekuteua wa kubadilisha yale mazingira mahali ulipotokea. Ifahamike, haijaanzia kwako kutoka katika mazingira duni. Haijaanzia kwako kutoka katika mazingira yasiyowezekana. Inaanza kwa Yesu anazaliwa katika zizi la ng'ombe. Ni mazingira ya dharau, ni mazingira ya kejeli ambayo ukiangalia kwa macho ya nyama unasema hakika amezaliwa katika zizi la ng'ombe. Kumbe mazingira sio issue, lakini Yesu alifanyika kubadilisha mazingira ya mahali alipotokea. Kumbe kuna neno ambalo Mungu ameweka juu yako. Una uwezo kubadilisha matokeo yoyote. Mazingira ambapo umetokea una uwezo kubadilisha. Lakini wengi watu tunatembea na hii scenario ya kwamba tulipotokea, ukipaangalia unasema sidhani. Ukimwangalia baba yako, ameishia maisha magumu. Ukiangalia mama yako, maisha magumu. Ukiangalia mzaliwa wa kwanza, ndo tabu na mateso. Mazingira yako yanasadiki. Lakini nataka nikwambie, Mungu amekufanya wewe ni lango la kubadilisha hayo mazingira. Lakini kwa nini umeshindwa kubadilisha mazingira? Unapenda kusadiki maneno ya adui. Nataka nikwambie, nenda tofauti kufikiria na vile uwazavyo. Unaangalia yale mazingira yasikuumize roho. Mwambie Mungu, kumbe ni wewe umeniteua mimi kwa ajili ya kubadilisha mazingira haya. Mungu, umeniandaa mimi kwa ajili ya kubadilisha mazingira haya. Ndio maana wengine hawaoni, wamejichukuliaga sisi ni kufa kwa magonjwa ya moyo, sisi ni kufa kwa pressure, sisi ni kufaga kwa visukari, sisi ni kufa kwa miguu kuuma, sisi ni kufa kwa vichwa, sisi ni kuolewaga kuachika. Lakini wewe nenda tofauti nao. Sema, Mungu umenizalisha kwenye familia hii ambayo inakufaga kwa magonjwa ya moyo, ambayo inakufaga kwa magonjwa ya kisukari, ambayo inakufaga kwa magonjwa ya pressure, ambayo hii familia hainaga mtu aliyeolewa akakaa kwenye ndoa. Mungu umenileta mimi ili nije nibadilishe mazingira haya. Uwe na neno la kinabii ambalo linaweza kutimiliza ndoto zako. Lakini wengi sana tumeshindwa kufanikiwa. Tunajitamkia maneno ya laana, tunajitamkia maneno mabaya. Na hii ndio maana nikakwambia, nao waupendao watakula matunda yake. Unakula matunda gani? Nao waupendao lini watakula matunda yake. Nisikilize mtu wa Mungu, yako matunda mema. Anza kuona tofauti na vile watu wanavyokuona. Anza kufikiri tofauti na vile watu wanavyokufikiria. Nataka nikwambie, hakuna mtu anayejua hatima yako iko wapi. Hakuna. Hata Mungu atawafanya wengine ni daraja, watakuja kwenye maisha yako, watakuinua, lakini hawatajua hatima yako iko wapi. Nisikilize, kuna watu watakuja kwenye maisha yako, watakuinua. Kuna watu watakuja kwenye maisha yako kama marafiki, lakini hawatajua hatima yako iko wapi. Na hicho ndicho ambacho tunatofautiana na binadamu. Na ndio maana tukiwaeleza mahali ambapo tunajiona, tukiwapa neno ambalo tunajiona, watakana kutupinga. Usichukue neno lile ambalo wanakupinga. Simama wewe pale unapojiona, ndipo palipo pako. Lakini wengi tumefeli ni kwa sababu tunasikiliza neno. Nampenda sana Bartimayo kipofu. Bartimayo kipofu hakuacha kutamka. Alijua nguvu ya kinywa ni iko wapi. Bartimayo kipofu alijua nguvu ya kinywa iko wapi.
Bartimayo kipofu alikaa barabarani kwa muda mrefu sana. Alivyokaa barabarani kwa muda mrefu sana, ilifika kipindi yamkini alichoka hali ya kuwa kipofu, kwa maana hakuonaga msaada wowote wa mtu kumsaidia. Yamkini alikuwa anakaa tu kando ya barabara, wako waliokuwa wakimdharau na kumdhihaki. Na Bartimayo kipofu alijua kabisa, kwa kuwa kipofu hivi siwezi nikaleta makusudio makubwa, siwezi nikafikia ndoto zangu, kwa maana nitakuwa tegemezi wa watu, nitakuwa ni mtu ambaye ninategemea watu. Kwa hiyo ili niweze kufikia ndoto zangu, inabidi nitoke katika hali hii. Haijalishi nimetoka katika familia gani, mimi ndo na uwezo wa kubadilisha hali ya kutoka ukipofu na kwenda hali nyingine. Bartimayo kipofu aliposikia kundi la watu likipita katika barabara, alijua hili kundi la leo ni la tofauti, limebeba muujiza wangu. Bartimayo kipofu akaanza kupaza sauti yake akiita, mwana wa Adamu, mwana wa Adamu, nirehemu, mwana wa Adamu. Lakini kundi kubwa la watu lilisimama na kumwambia Bartimayo kipofu, nyamaza, unatupigia kelele, likiwa likimkemea Bartimayo kipofu, kwa nini unapiga kelele? Kwa nini unapiga kelele? Lakini maandiko matakatifu yananiambia Bartimayo hakunyamaza baada ya watu kumkataza Bartimayo asiendelee kuita, asiendelee kuita. Bartimayo akaendelea kuita, na ninakupa ufunuo mkubwa, kati ya watu ambao waliitaga jina la kipekee ni Bartimayo kipofu. Bartimayo kipofu hakusema Yesu, Yesu naomba, Yesu sijui Yesu. Hakuenda sawa na wale wengine wanapoenda. Bartimayo kipofu akaenda kinyume na wengine wanavyoenda, akatamka kinyume, kwa maana alijua nikitamka kinyume sauti yangu itapenya katikati yao na itamfikia mlengwa. Ndipo akasema mwana wa Adamu. Hakwenda kusema Yesu, akasema mwana wa Adamu, ninaomba unirehemu. Come on. Yesu akastuka kidogo. Alipostuka kidogo, akaangalia sana moyoni mwake, akama amefadhaika fulani, ni nani anayeniita jina la asili? Come on. Maana kuna wengine walimuitaga jina Yesu, jina lake kamili, lakini huyu Bartimayo akaenda kinyume na wengine, akaita tofauti, akasema mwana wa Adamu, naomba unirehemu. Mwana wa Adamu. Anaendelea kupaza sauti. Wale wengine nao kabaki labda wanashangaa, mwana wa Adamu, sasa huyu anasemaje huyu? Mbona anaita majina ya ajabu huyu? Sijui, wakimnyamazisha. Yesu akapata kugeuka. Bartimayo akastupisha msafara wa Yesu kwa sababu hakufunga kinywa chake. Hakufunga kinywa chake. Nataka nikwambie, una uwezo wa kusimamisha malaika endapo hautafunga kinywa chako, lakini una uwezo ukawa unapita kwenye shida hiyo hiyo kile itwapo leo kwa sababu umefunga kinywa chako. Wapo watu wanaosema usizani kama utafanikiwa. Hizo ni kelele ambazo hata Bartimayo kipofu zilimpigia katika masikio yake. Walimnyamazisha, wakasema wewe utaendelea kuwa ombaomba, wewe utaendelea kuwa hapo hapo, wewe utaendelea kusimama kwenye ngazi hiyo, kutoboa hapo nino. Lakini Bartimayo kipofu wa kunyamaza, kwa maana alijua kabisa, nyie hamjabeba maono yangu, niliyobeba maono ni mimi mwenyewe. Na kama mimi najiona sehemu fulani, najiona katika kufunguliwa, najiona katika kupona, sitanyamaza, nitaendelea kupaza sauti nikimwita mwana wa Daudi. Yesu alivyopata kusikia, akageuka, akasema na namna hii, mwiteni huyo. Sikiliza, Yesu anatamka kwa kinywa, mwiteni huyo. Wale jamaa waliokuwa wanamkataza wakaanza kufadhaika nao, wakamwambia rafiki, rafiki, jipe moyo, amekusikia, amesema nenda pale. Come on. Kumbe kuna watu ambao wanakupinga, wanasema sidhani kama utaolewa. Kumbe kuna watu ambao wanakupinga, wanasema kupata mtoto kwako ni ndoto. Kumbe kuna watu wanaokupinga, wanasema kwenye familia yako kuwa tajiri sidhani kama itakuwa. Kumbe kuna watu ambao wanakupinga, wanasema sidhani kama utakuja kuinuka. Kumbe kuna watu ambao wanakupinga, wamekaa wako wanakusema, wamekuwekea vikao, sidhani kama utakuja sijui kufanya nini. Lakini nataka kuambie, usiache kutamka, usiache kutamka juu yako, usiambatane na neno lao ambalo wamesema sidhani kama utafanikiwa. Nyamaza, kaa kimya. Waliofanikiwa hawapo kama wewe, lakini wewe nyamaza, endelea kutamka lile neno ambalo wewe unajiona. Maana tunapojiona sisi, hakuna mtu mwingine anayepaona, bali ninapojiona mimi ni pale pale ambapo najiona mimi. Hauwezi ukaona ninapopaona mimi. Na hiyo ndio maana wengine watasimama, wataanza kusema ya kwamba anajifanya jana, anajifanya hivi, lakini sio anajifanya, ni kwa sababu hawaoni ninapojiona mimi. Nataka nikutie moyo, mtu wa Mungu, popote ambapo unajiona, zima kelele zao. Ikiwezekana fumba masikio, endelea kuangalia pale pale ambapo Mungu anakuonesha. Endelea kunena, endelea kusema, endelea kujitamkia maneno mazuri juu yako. Sikiliza,
Umekaa unalia sana, umeachwa na kama mwanaume kamoja tu, umebaki unalalamika, unaona kama Mungu amekuacha. Yani kama mwanaume kamekuumiza, umekondeana, unaona kama Mungu yupo, kamekudharau, kamekutukana kwa matusi makubwa, yamkini kamesema siwendani na wewe. Hizi ni kelele tu za chura, hazimzuii tembo kunywa maji. Tembo siku zote anajua kelele ya chura hainizuii mimi kunywa maji. Nataka nikwambie, kametamka maneno ya kashifa, kaambie ni sawa. Kametamka sijui nini, kaambie ni sawa. Kametamka nini sana juu yako, kaambie ni sawa. Sikiliza, nikwambie mtu wa Mungu, unajua hata tunavyoachana na watu kuna watu wao wanatutamkia maneno mabaya. Ni kwa sababu wanatutamkia hivyo, tumejijua sisi ni wakina nani, ya kwamba tuna uwezo wa kusimama pasipo wao, tuna uwezo wa kutembea pasipo wao, tuna uwezo wa kuanza kujitamkia maneno mazuri pasipo wao. Ndipo hao wanageuka na kuanza kutusema mabaya ili kutudhoofisha, tuone kabisa pasipo wao tunashindwa kutembea. Nasi tutatembea kwa jina la Yesu, nasi tutatembea kwa mamlaka, kwa maana tumejitambua sisi ni wakina nani. Nisikilize mtu wa Mungu, unatamka nini? Wameunda makundi ya watu yanakusema vibaya. Usiumie kwa yale makundi, nenda tofauti nao. Sema, mbona wamekaa watu 10 wote wananisema mimi peke yangu, ina maana mimi ni mkubwa kuliko wao. Laiti ningekuwa ni mdogo, basi angekuwa peke yake. Mpaka anashirikisha umati wa watu ili watu wanione mbaya, ili watu wanione mimi sifai, ili watu ujue mimi ni mkubwa kuliko wao. Na ndio maana wanakuundia makundi kukusema. Tamka neno juu yao ya kwamba mimi ni mkubwa, ndio maana naundiwa makundi. Nisikilize mtu wa Mungu, umekaa unalia kishamba, unalia mpaka mashuka yako yamelowana machozi, eti mimi sipendwi, mimi sipendwi. Haupendwi na wao. Sema, Mungu, hawanipendi hawa, yuko mtu atayenipenda na kunifuta machozi. Mungu, kumbe unanidhirishia hawa ndio wanaondoka. Kumbe kuna mtu sasa anayekuja wa baraka zangu, ndio anayekuja kunifuta machozi, ndio ambapo tabasamu langu lipo. Sasa wengi tunaenda kujihurumia sana, tunaenda kujionea huruma sana na kuona sisi hatustahili tunavyoachwa. Sikiliza nikwambie, kula vizuri, kula mayai vizuri, nenepa vizuri. Amina, mwana wa Mungu. Mpododo kae vizuri, unanawili vizuri, shavu linakaa vizuri. Amen. Unajua hata ukishiba sana unakuta tu mashavu fulani tunatokea. Maadui wenyewe wakikuona wanaanza kusema yani siku hizi amebadilika, jamani, Mungu yupo. Haleluya. Wanaanza kukunenea baraka. Nataka nikwambie, lakini maadui zako wameshindwa kukunenea baraka ni kwa sababu wewe mwenyewe umejikataa. Ulikuwa na kampododo kazuri, umekonda mpaka kampododo kameisha. Kalivyoisha kampododo unasema, ona alivyokonda, alikuwaga huyo mdada mzuri jamani. Nataka nikwambie, kuna nyakati tukiachwa, tukiumizwa, tukitendwa mabaya, sisi hatutanyamaza. Kwa nini hatutanyamaza? Tutakula vizuri, tutakunywa maji vizuri, tutakunywa na maziwa ili tupate afya. Alafu kwenye maziwa tutaweka na asali. Tuna imagine tupo katika ile nchi ya ahadi. Alafu tukikaa kwenye nchi hadi mwili unatoka, tunanawili. My dear, tunatembea na handkerchief namna hii, tunajifuta na jasho hivi. Tukijifuta na jasho kwa sababu inadhihirisha afya, maadui zetu wanaanza kusema, yani yule jamani, yule dada ni jasiri, yule kaka yule kaka mwacheni. Jamani, mapito aliyopitia ni Mungu mwenyewe anajua. Ona, lakini licha kupita kwenye mapito magumu, anastawi, ananawili. Lakini hatutanawili tukiambatana na neno la adui. Alafu tukila tukishiba, tunaanza kujitamkia baraka. Nisikize nikwambie mtu wa Mungu, usikae kwa huruma sana kujiona Mungu hayuko upande wako. Mungu yuko upande wako, ila ni wewe tu umesahau ya kwamba Mungu anakupenda, Mungu anakuhitaji. Mungu yuko upande wako kila itwapo leo. Unakuta umekaa huko unalalamika sana, ndoa yangu sijui nini. Hapana. Mwanamke aliyejitambua ni mwanamke anayejua kutumia ulimi wake. Ulimi wa mwanamke ni zaidi ya bunduki, ni zaidi ya bomu la nyuklia. Ulimi wa mwanamke. Lakini ulimi wa mwanamke mpumbavu, ulimi wa mwanamke mpumbavu husambaratisha amani. Lakini ulimi wa mwanamke mwenye hekima huleta amani. Na hii ndio sababu maandiko matakatifu yanasema mwanamke mpumbavu huvunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Acha nikupe mafunuo mazuri ili upate kunielewa. Ninaposoma vizuri maandiko yanasema mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga hajui kitu. Sasa kumbe mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga hajui kitu. Na hapa ndio maana ninapenda kusema, ukiona ndoa yoyote imesimama, ujue kuna mwanamke mwenye akili. Ina maana kumbe kuna mwanamke mwenye akili
ambaye hutumia sauti yake kutuliza vurugu, hutumia sauti yake kutuliza ghasia. Nisikize mtu wa Mungu, kumbe mwanamke, kwa kutumia sauti yako una uwezo wa kutuliza kelele za vyuma. Mume wako amepaniki, amekuja juu, wewe mwanamke, oh my dear, jamani, mume wangu haupendezi kuwa hivyo, tuliza kidogo mume wangu. Unaniambiaje hivyo? Nisamee baba jamani, lakini nakupenda mke wako. Yani taratibu, kupitia sauti yako nataka nikwambie, utakuta ameshuka, alafu utakuta nikuumize. Nitakuumiza wewe mwanamke. Unasema baba usiwe hivyo jamani, mume wangu tulia, shuka shuka baba, nisamee mimi ni mkosefu, si ndio? Utakuta amejishusha, mwisho wa siku mnaanza kucheka. Lakini wengi mmevunja ndoa zenu kwa sababu mlipiga kelele. Amen. Kupiga kelele imaanishi no. Kupiga kelele hata ukiwa unashirikisha watu mambo ya ndani ni kupiga kelele. Na hapo ndipo ambapo unavunja ndoa yako. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, tumia vyema ulimi wako kwa ajili ya kutengeneza ndoa yako. Na tumeenda mbali sana, tumekuwa tukiwaadhibu hata watoto, tukitandika fimbo na kutamka maneno mabaya juu yao. Shika mtoto kwa sababu amefanya kosa fulani, unaadhibu vibaya sana. Huku unatamka maneno ya laana. Mbwa kabisa wewe mtoto, malaya kabisa wewe kabisa, kenge kabisa, ukiona kilivyo kama kifinya mashavu na kisukuma hivi kitoto, unakipandikiza neno baya. Ifahamike, ukiwa na hasira huwa unaongea kitu cha kweli kutoka moyoni. Na neno mwenzie ni mwili. Neno ili lithibitike basi litatafuta mwili kuuvaa mwili. Kwa lile neno ambalo lisema malaya kabisa we mtoto, lile neno linaingia kwa yule mtoto, alafu linaumba, linazalisha ile spirit ya umaraya. Mtoto mdogo utakuta ameanza kutembea kwenye ile spirit. Baadaye unaanza kusema mbona sisi wazazi hatukogo hivi? Hii tabia ameifuata kwa nani? Ama hii tabia ameikuta kwa nani? Ni kwa sababu moja tu, ulipanda maneno mabaya juu ya mtoto wako. Unakuta mtoto anapita sebleni, anakimbia, anatoka huko, buu ameenda hivi, katoka hivi, buu ameenda hivi. Katoto kanakimbia tu hivi sebleni. Utakuta yani aka katoto jamani kalivyo aka katoto. Yani kama kamsukule, yani kamekaa ndani kamsukule. Ona kanapopita. Hii kama kamsukule. Aka katoto kakija kuwa na akili timamu shuleni. Niko pale nimekaa ninakusubiria. Tuongee kwa jina moja, jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Niko pale nakusubiria. Kwa nini? Umeshatabili aka katoto ni kamsukule. Kwa hiyo automatically lile neno linaenda kuumba. Lakini kuna haja mtoto anapita anakimbia, sema aka katoto kangu aka ni kaliadha, aka katakuja kuwa kama mwanariadha Tanzania nzima. Kwa sababu talent ya mtu inaanza kuonekana toka akiwa mdogo. Lakini wazazi saa nyingine mmeenda kinyume, talenti za watoto mmezigeuza na kupachika majina mabaya. Sema aka katoto jamani nikafanya biashara kakubwa, kamekimbia kameenda view, sema kameingia China, kamefunga mzigo view, kako Dubai, kamefunga mzigo view, ona aka katoto jamani kanafanya biashara, kameenda kupeleka kule delivery report, kamerudi huko jamani kanafanya mpaka delivery aka katoto. Haya mwanangu njoo sasa, ili uweze kuwa mfanya biashara mkubwa mwanangu, haitakiwi kimbie sana. Pumzika, oga vizuri, njoo usome. Automatically mtoto unaanza kumjengea uwezo toka mdogo. Lile neno lako linaanza kuumba. Katoto kanaanza kuamini mimi ni mfanya biashara, mamangu anasemaga ni mfanya biashara, kanaanza kusoma kanapanda juu. Lakini ona kalivyo kama kambwa, yani kanazulula kama mbwa kabisa aka. Pumbavu si nini my dear? Unazidisha lile neno juu yule mtoto aishi maisha ya mbwa. Kuna saa nyingine hasira zikikushika, unamtandika mtoto. Shika, mweke chini. Maandiko yanasema usimnyime mtoto mapigo. Basi make sure unavyochapa neno gani unalitoa juu yake. Mbwa wewe, no, usiseme mbwa. Wewe, kwa nini umefanya hivi? Hamna mama nisamee. Kwa nini umefanya hivi? Unapenda kwa nani? Mimi napenda nikiwa mkubwa niwe rais. Unafikiri mama Samia anafanyaga ujinga huu? Wewe mama Samia, unafikiri mama Samia anafanyaga hivi? Nakwambia mama Samia anafanyaga hivi. Hapana mama, siwezi niko. Kwa hiyo anaanza kujua kumbe mama Samia afanyagi mambo kama anaofanya mimi. Anaanza kujirekebisha ili afanane na mama Samia. Haleluya. Unasema njoo lala chini. Kwa anafanyaga hivi? Unataka kwa waziri mkuu. Okay. Unafikiri Majaliwa anafanyaga hivi? Hii sio roho ya Majaliwa hii, na kuchapa ili upokea roho ya Majaliwa.
Pokea roho ya majaliwa. Katoto automatically kanaanza kupokea roho ya majaliwa. Ile neno la majaliwa linaenda linaishi ndani yake. Kwa hiyo automatically kanakuwa hivi. Speaker wa bunge anakuwa hivi, ndo Tulia Ackson anafanyaga hivi. Uko sawa mwembamba kama Tulia Ackson. Tulia Ackson anafanyaga hivi. Ni mama si hapana. Tulia nani? Twende nikakuonesha Tulia kwenye video. Unamwona huyu? Ni nani? Ni Tulia. Ni nani? Speaker wa bunge. Umeona anavyokaa pale? Umeona anafanya ujinga huu? Hauwezi ukawa speaker wa bunge bila kufanya hivi. Katini nikufundishe kuwa speaker wa bunge mwanangu. Wewe ni speaker wa bunge ajaye. Haitaki kufanya hivi sawa, sema napokea mama. Napokea mama. Sijana mtoto anakuwa automatically kichwani mwake anawaza, mimi ni speaker wa bunge, mimi nitakuja kumlisi Tulia Ackson, mimi nitakuja kuwa mama Samia, mimi nitakuja kuwa nani Majaliwa, mimi kanaanza kutembea kwa principle hiyo. Nisikilize mtu wa Mungu, unanena nini kipindi umekasirika? Unajitamkia nini? Barikiwa na Mungu akubariki. Wananiita kaka wa madhabahuni, wengine wanapenda kuniita Apostle Alex. Mungu akubariki. Shalom.